Football ni mchezo wa makosa, pressure na maamuzi ndani ya uwanja. Timu ni lazima iwe makini kwenye haya maeneo matatu ili kutambua ni namna gani inaweza kumudu haya mambo yote matatu. Kipindi cha kwanza timu zote mbili kwangu mimi hazikuwa kwenye kiwango kizuri kwa sababu zifuatazo. Timu zote mbili hazikuwa na ufanisi kwenye offensive transition. Hapa namaanisha mabadiliko yanayohusu kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Mfano, Yanga walifanya zaidi ya transition 9 na wakanufaika na kufunga goli moja tu. Timu zote mbili hazikuwa na ukatili kwenye mipira ya kutengwa. Timu zote mbili hazikuwa na mwendelezo mzuri pindi walipokuwa wanafanya pressing. Timu zote mbili hazikuwa sharp wakati wa kufanya maamuzi. Kuna ubora wa pasi pamoja na movement ulikuwa unakosekana kwenye eneo la mwisho. Kasi, muundo na matumizi ya muda baada ya mpira kupotea. Timu zote hazikuwa na uhai sana kwenye eneo hili. Kipindi cha pili umakini ukaanza kupungua zaidi kwa upande wa KMC. Wakaanza kuacha nafasi na mianya baina yao. Hii iliipelekea Yanga kuanza kunufaika na haya makosa ya kimuundo, kwa sababu Yanga walikuja kuimarika kwenye maeneo yafuatayo. Kipindi cha pili Yanga walianza kufanya sana movement hii ili kuwavuruga kabisa KMC kiulinzi. Yanga walianza kuwa sharp kwenye maamuzi huku wakiboresha kwenye ubora na machaguo ya pasi kwenda mbele. KMC walianza kuzidiwa ubora na idadi ndani ya uwanja, hasa kwenye maeneo ya pembeni ambapo magoli yote 4 yametengenezwa kutokea huko. Yanga walianza kuimarika kwenye matumizi ya muda. Pindi walipopoteza mpira, walikuwa wanafanya maamuzi ya haraka mno na kuanza kuutafuta tena. Cha muhimu ama cha kuzingatia, Prince huwa anavutiwa na namna unarahisisha maisha kwa wenzio, hasa unatumika kama kiunganishi, lakini unatakiwa kufunga magoli braza. KMC wanafungwa magoli mengi kwa sababu wanaondoka sana kwenye misingi. Mfano, timu inakaa nyuma na bado inafungwa magoli 4. Pacome mara zote huwa ni shujaa ile, na ndio maana ya class. Musa, Tondi na Chambo wamecheza game nzuri. Inawezekana Juma Sangwe akawa anaangalia zile nafasi ambazo Dube anapoteza, kisha anabaki kuzitazama tu, maana bwana mdogo anapewa huduma duni sana pale mbele. Young Africans 4, KMC 1. Hii ni Neli TV, mtazamaji wetu wa Neli TV, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Allow notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Neli TV. Neli TV inakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali na kukusogezea hapa ndani ya Neli TV. Cha muhimu kwako mtazamaji, msikilizaji wetu wa Neli TV, subscribe channel hii ya Neli TV. Hadi wakati mwingine, mimi ni Lizo Sports.